Tunaposema mikononi mwao mna madhara, maana yake kwenye mikono ya mtu kunaweza kukawa na mimba za madhara. Kwenye mikono ya mtu kunaweza kukawa na uharibifu. Yaani wewe hata ukipewa duka, hilo duka haliwezi likaendelea, lazima life. Kwa nini lazima life? Ndio maana kuna mtu anasema usifanye kazi na yule ana mkosi. Usifanye kazi na yule ana mkosi. Wako watu wengi na wewe unafahamu, huwa wanalalamika. Wanasema kwamba mimi nalalamikiwa, naambiwa nina mkosi. Eti mtu akifanya kazi na mimi lazima vyanzo vyake vya mapato viharibike. Lazima kama ni duka lifilisike. Kwa nini? Kwa sababu shetani wakati mwingine, ni kweli, anaweza akapanda mimba za madhara kwenye mikono ya mtu. Kwa lugha nyingine, vijana wa mjini wanasema shetani anaweza akakabia kwa mbele. Ni kweli una bidii, ni kweli hiyo kazi unaijua, lakini sasa mikono yako ina mimba za madhara, ina uharibifu. Hakuna kitu chochote kitakuja kwenye mkono wako kikaendelea. Yaani kikifika tu lazima kiharibike. Ukipewa fedha inapotea, inapukutika. Lakini si kwamba upokei, unapokea kwa sababu uwezo wa kufanya kazi unao, lakini adui amekuzuia. Katika Mithali anasema mikono itajirishao. Maana yake badala ya kuwa mikono inayoweza kuendeleza kitu, mpokea mshahara wa 600,000. Badala ya kwamba ukipokea mshahara wa 600,000 uwe una uwezo wa kuendeleza ule mshahara, kwa baada ya miaka kadhaa usianze tena kuishi kwa 600,000. Nenda kawekeze kutoka 600,000 ije 700,000, kutoka 700,000 ije 800,000. Ndio maana mara nyingi inafika pointi watu wanalalamikia sana serikali haina ajira, lakini angalia hata walio kwenye ajira nao wanalia kila siku, ni kuomba niongeze mshahara. Mwingine anapokea milioni 2, mwingine anapokea milioni 3, mwingine anapokea milioni 4, mwingine anapokea 500,000. Kelele kubwa ambazo anapiga ni kwamba niongezewe mshahara. Angalia ulipokuwa na ule mshahara mdogo ulifanyia nini? Biblia inasema hivi, japo kwa mwanzo wako ulikuwa mdogo, je, usingeongezeka sana? Mungu anatuonesha kwamba kumbe hata kidogo kinaweza kikazaa kikubwa. Mbona wewe katika kile kidogo hakuna namna yoyote uliweza kukizalisha, lakini bado unapiga tu kelele, naomba niongezewe, naomba nipewe kitu fulani. Angalia kile ulichonacho kwanza sasa hivi, unakitumieje? Unakizalisheje kile ulichonacho kwanza? Yesu anazungumza, anasema kwa kuwa ulifanikiwa kuwa mwaminifu katika haya machache, nami nitakutukuza katika mengi. Maana yake hauwezi ukainuliwa kwenda hatua nyingine ikiwa katika kile kichache ulishindwa kuwa mwaminifu nacho. Lakini wako watu wengine ambao ni ushirikina umefanyika kwenye mikono yao, wana mikono ya madhara, haiwezi kazaa kitu, haiwezi kaongezeka. Sema amina, sema amina. Automatically Yona alipokataa kwenda Ninawi, mikono ya Yona ikabadilika ikawa mikono yenye madhara, na ndio maana alipoambatana na watu ile merikebu ikaanza kuzama, kwa sababu alikuwa na mikono ya madhara. Mikono maana yake utendaji. Yona alijinajisi utendaji wake, kwa kila aliyekuwa anaambatana naye lazima amletee hasara. Umekuwa na hayo maisha nyakati nyingi, ni mtu wa kumletea mwenzako hasara. Maana yake kwenye mikono yako wewe kuna mimba za madhara. Ni kweli unatamani uingie kwenye ndoa, lakini una mikono ya madhara. Unaweza ukaingia tu kwenye ndoa, siku tu chache ndoa ikavurugika. Kwa nini? Kwa sababu una mikono ya madhara. Biblia inasema mwanamke ataijenga nyumba, atailinda. Wewe huwezi kulinda nyumba, wewe huwezi kuijenga nyumba. Mikono ulionayo, maandiko yanasema ataijenga kwa mikono yake. Maana yake ana nguvu ya kujengea. The vice versa is true. Kuna mwingine ana mikono ya kuvunja, ana mikono ya kuharibu. Sio tu mwanaume ana kiburi, hapana, wewe mwenyewe unakuta haujijui. Na mwingine anaweza kaa hajijui,
Unamwona mwanaume ni mkorofi juu yako, unaona mwanaume haleti pesa kwenye nyumba, lakini shida sio kuleta pesa. Una mikono ya uharibifu we mwenyewe, yani ambayo haiwezi kasapoti ndoa, haiwezi kasapoti chochote kwenye maisha yako. Hii mikono ni mibaya sana. Hii mikono ni mibaya sana. Na kuna watu wana mikono mizuri. Unaijua historia wewe ya Yusufu? Ameenda kwa Labani, mifugo iko kwenye hali tete. Jamaa alipoingia tu kuanza kulisha wale mifugo ikaongezeka, ikawa ni mifugo yenye kunona, lakini shamba ni lile, nyasi ni zile, mkoa ni ule, wilaya ni ile. Lakini kuna mtu ambaye alikuja aliyebarikiwa mikono yake. Kumbe kama iko mikono iliyobarikiwa, iko pia mikono iliyolaaniwa, iko mikono yenye madhara. Huyo mtu hawezi akafanikiwa, hata awe na cheo gani, hata awe na mshahara gani, hawezi akatoboa. Leo hii Yesu anakusaidia. Hili limekuwa ni tatizo kubwa kwenye maisha yako. Leo Yesu anakusaidia, na ninavyoongea hapa, Yesu akuponye hilo pepo lilokaa kwenye hiyo mikono na hiyo mimba hiyo ya madhara iliyokaa kwenye hiyo mikono. Bwana rikoshata, aipasue hiyo mimba ya huyo pepo, mimba ya huyo mganga, mimba ya huyo mchawi. Umefungwa miaka mingi, hauwezi kupiga hatua. Kwa jina la Yesu, hiyo mimba kwenye mikono yako pasuka. Kuna mtu asemi amina hapa, umekaa kama vile umelogwa, hausemi amina, yamkini ni wewe mwenyewe mikono yako imelogwa. Rikosh the pay amana. Kuna wakati lazima ukasirike juu ya maisha fulani. Sikiliza, Yesu hata kuja kukutoa kwenye kifungo chochote kama wewe mwenyewe utakuwa mtu wa kuzuba. Hawezi. Anasema heri aliye na kiu ya njaa ya haki, anasema nami nitamlisha, nami nitamshibisha. Ile jamaa limekaa pale kwenye kile kisima. Sasa Bwana, mimi tatizo nakosa mtu wa kunitumbukiza. Alikaa pale mpaka neema ya Yesu ilipofikia. Kuna mtu anaweza kaa anasikia kuna neno anaona kabisa hapa ndo natoboa, lakini umekaa, yani umekaa kama vile unakubaliana na aliye kuroga kwamba kataa hilo neno. Wewe hujafungwa hiyo mikono yako. Dalili zifuatazo zinaweza zikathibitisha kwamba wewe mikono yako ina mimba ya madhara. Unapoona kila kitu ambacho unakifanya lazima kiharibike. Yaani wewe kila kitu ambacho unakifanya lazima kiharibike. Kila mtu ambaye ukiambatana naye lazima apate madhara. Hizo ni dalili mbaya zinazoweza kuonesha wewe mikono yako ina mimba za madhara. Mikono ambayo haiwezi kutajirisha. Mikono ambayo ni ule mtu. Sasa sikiliza, ninakufundisha sio kwa kukuchukia. Ninakufundisha ili giza lililo kwenye mikono yako litoweke. Na kazi ya Mungu anasema yeye ulituma neno ili lipate kututoa katika ili lipate kutuokoa na kututoa katika maangamizi. I'm not preaching nikiwa na kuchukia. Na preach ukiniona nina hasira, nachukia nguvu ya giza. Hiyo kamata mikono yako. Ninachukia nguvu ya giza ambayo imeizuia hiyo fedha yako isizalishwe. Ndicho ninachokichukia. Maana kuna mtu mwingine anasema, mchungaji unanichukia. Sikuchukii wewe ninakupenda. Ila nachukia kinachozuia mikono yako isiweze kutajirisha na kuwa na mikono ya hasara. Ni mtu yani yeye ukimtesti tu, yani kutesti watu ambao wana vitu hivi, ni mtu wa kuharibu tu vitu. Ukiona ni kweli umeokoka, lakini ni mtu wa kuharibu tu vitu. Yani kila chochote ambacho kikiharibika ndani, yani jina la kwanza kuita wanataja jina lako. Ujue kwenye mikono yako kuna mimba za madhara, kuna uovu, kuna uharibifu. Yamkini kwenye familia wako watoto 5. Lakini kitu chochote kikiharibika, sahani kivunjwa, wanasema fulani. Na ni kweli ukichunguza ni yeye aliyevunja, sio kwa wamesingiziwa. Kuna uharibifu fulani umejitokeza ndani. Yamkini kuna TV ndani, kuna kompyuta ndani, kuna vitu gani ndani. Kikiharibika chochote unakuta yani wewe lazima uwe ni miongoni mwa ambao mmeharibu hicho kitu. Hiyo ni shida. Jagi likinunuliwa jipya, wewe ndio wa kwanza kupasua.
Sikiliza. Na wewe mwingine ndo mzazi, si ndo bosi. Usipigane vita vya kiroho mwilini, utatesa huyo mtu. We mtoto wewe, hujafunzwa kwenu. Unafikiri hiki ni cha shingapi? Na wengine mabosi maskini wa Mungu, mmemsupport shetani. Mmemsupport vipi shetani? Mmemwambia huyo ambaye mnamtumikisha si ndo mfanyakazi, unasema nitakukata mshahara. Umesupport shetani. Usipigane vita ya kiroho mwilini, utapata hasara tu. Msaidie mtoto kama huyo, muombe, kamata mikono yake. Fanya mazoezi haya hata kuanzia sasa hivi. Huyo mtoto ambaye unasema anaharibu vitu vyako, we kamata. Umesikia hili neno? Hili neno ndio nuru tayari. Kamata hiyo mikono ya huyo mtoto, muombe. Baada ya siku kadhaa utashuhudia, utanipigia simu. Utaniambia, mchungaji, kweli kabisa nilianza kumchukia huyu binti wangu wa kazi. Kila kitu anaharibu. Mara akipiga deki anapiga vibaya. Akifua nguo sijui nguo inakweje. Akishika glasi anapasua. Glasi la shilingi 1000. Ndio unafula wewe. Yaani siku nzima umenuna na wewe glasi ya shilingi 1000. Umenuna. Na kote mshahara hukufundwa kwenu, umenuna hivi. Nakupa akili hii. Fanyika we baraka, fanyika mlango. Msaidie huyo mtu, sio yeye. Wewe unadhani ameacha, amevuka mikoa 3 4, amekuja kufanya kazi Dar es Salaam, amevuka mikoa mingapi, amekuja kufanya kazi Dodoma, amevuka mikoa mingapi, amekuja kufanya kazi Arusha. Wewe unafikiri yeye hazipendi hela? Wewe kwa nini uingilie mshahara wake? Wewe unasema anapasua makusudi. Nani aliyekwambia anapasua makusudi? Hii ni nguvu tu ya giza, na yuko kwenye mateso, anatafuta nani ambaye anaweza kanisaidia. Yamkini huyu ameleta kwako ili wewe ufanyike baraka, ufanyike mlango wa huyo mtu kusaidiwa. Na ndio maana kuna watu wengine walikaa kwenye nyumba za watu kila siku, hata walipotoka kwenye hizo nyumba wanarudi kushukuru ile nyumba. Kwa nini? Kwa sababu yule bosi, yule mama, yule mzazi alifanyika daraja, alifanyika baraka, alifanyika ufungulivu wa yeye kutoka kwenye hizo mimba za masala. Yamkini kwa msaada kama huu, baada ya kukamata hiyo mikono, yamkini hiyo mikono ndio ilikuwa inazuia hata asije akaolewa. Yamkini hiyo mikono ndio ambayo ilikuwa inazuia asije akafanya kazi. Kuna kazi ambazo yamkini zilikuwa zina mshahara mkubwa, lakini ulimwengu wa roho tena sasa ni upate wale watu ambao ni vioga. Kuna watu ambao ni waoga kiroho. Wanasema ni wa kiroho lakini ni waoga. Unanisikia vizuri hapo? Kuna watu ambao ni wa kiroho. Wanasema ni wa kiroho lakini ni waoga. Yamkini alikuwa anamuombea mtu, anamuombea ni binti wa kazi, anataka amlete nyumbani kwake. Katika kuomba kwake akaona ana shida kwenye mikono. Bwana amenionyesha nimkatae. Acha ujinga huo. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikufanya nini? Halikuiweza nuru. Wao nafikiri Yesu angekuwa anakimbia kila mtu, wewe mwenyewe usingekuwepo hapa. Na ndio maana anasema nilikuja kwa waliokuwa wagonjwa. Sikuja kwa ajili ya wenye afya, nilikuja kwa walio wagonjwa. Yamkini kuna mahali Mungu anakuinua, Yesu anakuinua wewe kama nafasi yake aliyokuwa nayo pale dunia, aliyokuwa nao duniani. Kama anavyosema kwamba watu walipomwangalia wanasema, Yesu, kwa nini wewe uko kwa ajili unawahudumia malaya? Huyo hujui ni malaya, hao watu ni wa Samaria, hautakiwi uambatane nao. Yesu akasema, na alikuja kwa waliokuwa wagonjwa, sikuja kwa walio na afya. Yamkini wewe ndio Yesu katika nyakati hizi kwenye mkoa wako. Yamkini wewe ndio Yesu kwenye kitengo ambacho umepewa. Yamkini ni mfanyakazi, ni bosi, unanisikiliza. Wewe ndio Yesu wakati huu. Mwingine anasema ndio kivipi? Ndio Yesu vipi? Sikiliza, Yesu huyo anasema, na alikuja kwenu nikiwa uchi hamkunivika, na alikuja kwenu nikiwa na njaa lakini hamkunipa chakula. Akasema, kama ambavyo mlifanikiwa kuwatendea watu wale, ndivyo ambavyo mlinitendea mimi. Kwa kuna wakati mwingine Mungu Yesu amekupa nafasi kama kile ambacho alikifanya yeye duniani. Huyo binti ni kweli ana matatizo, lakini hayo matatizo yanatakiwa yaponywe kwako. Wewe ndio mponyaji, wewe ndio unayetakiwa umponye huyo, wewe ndio unatakiwa ufungue milango yako. Amekataliwa kuolewa, amekataliwa kwenye ndoa, wewe ndio wa kumfungua. Kila eneo yeye ni ukataliwa kupitia wewe. Mungu anataka kupitia wewe umsaidie awe ni mtu ambaye nuru ya Kristo iko ndani mwake,
awe ni mtu ambaye kuna mwangaza wa Kristo. Kila mtu akimwona anasema tupate wapi watu kama hawa, watu ambao roho ya miungu inakaa ndani yao. Sio kuwafukuza, wakati mwingine sio kuwafukuza. Acha ushamba huu, acha uoga. Roho ameniambia, kumbe tu ni kioga tu. Tumeitwa kufight, tumeitwa kushindana, na tumeitwa kufanyika baraka. Jitahidi sana. Nalikwambia ile siku ya Ijumaa, kama sio Alhamisi, nilikwambia jitahidi sana Bwana akusaidie kuwa mtatuzi wa matatizo ya Mungu. Haya matatizo ya Mungu yapo kwa watu. Kuna watu wana matatizo ambao hayo matatizo yanatakiwa yafunguliwe kupitia wewe. Sema amina. Sema amina.